tuone mitihani inapokuwa. Nataka kuwatungia watu. Hapo mlikuwa mnaitafuta 100 ya kwanza. Sasa mmebaki mnatafuta 200. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tunaanza na maswali ya katekisimu ya Kanisa Katoliki, kipengele cha sakramenti na taratibu za ibada katika liturujia. Swali la kwanza. Swali namba 55. Swali namba 55. Tunatambua kwamba katika Ekaristi Takatifu, yaani adhimisho la misa takatifu, kuna vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni neno la Mungu na kipengele cha pili ni liturujia Ekaristi Takatifu. Sasa mtuambie, katika liturujia Ekaristi Takatifu kuna vitu gani? Katika liturujia ya Ekaristi Takatifu inaanza mara baada ya homilia, yaani mahubiri. Kunakuwa adhimisho la Ekaristi Takatifu, yaani mageuzo ya maumbo ya mkate na divai. Kunakuwa waamini wanakomunika na sala nyingine za kumwabudu Yesu wa Ekaristi baada ya kupokea Ekaristi Takatifu, mpaka baraka ya mwisho, yaani sala baada ya komunio ambayo inasaliwa na padre. Nimejitahidi sana, utapata maksi kutoka 15 mpaka 10 ni 12.5. Liturujia ya Ekaristi Takatifu haianzi mara baada tu ya Ekaristi ya homilia, hapana. Inaanza mara baada tu ya maombi ya waamini, ambayo sehemu zake zipo kama zifuatazo. Tunaanza na vipaji, kutolea vipaji, kisha sala kwa Ekaristi, ndio mageuzo kama mlivyosema, kisha ufuata komunyo takatifu, na baada ya hapo tunamalizia hitimisho la adhimisho la misa takatifu kwa sala baada ya komunyo. Kwa kusema hivyo nimepata max 12.5. Swali namba 71. Swali namba 71. Wapendwa wanakwaya, mwaweza kutueleza kuna faida gani katika kupokea Ekaristi Takatifu, hasa tukijiandaa vizuri? Kupokea Ekaristi Takatifu hasa ukiwa umejiandaa vizuri, ni wewe unajiungamanisha kwanza na Kristo mwenyewe mzima katika maumbo ya mkate na divai. Alafu pia inakujengea, unapata neema, kwa sababu tunaamini sakramenti yoyote ile inatupatia neema ya wokovu. Maana yake kupokea kikamilifu unapata neema ya wokovu. Asante. Asante sana, umejibu vizuri, maksi 20. Kuongezea hapo, Ekaristi Takatifu ilinda neema ya utakaso iliyo uzima wa Mungu rohoni mwetu. Ekaristi Takatifu hutuondolea dhambi nyepesi na kutupunguzia hatari ya kutenda dhambi ya mauti. 3, Ekaristi Takatifu hututia bidii ya kutenda mema kwa kutuongezea imani, matumaini na mapendo. Na 4, Ekaristi Takatifu huleta umoja katika kanisa, yaani umoja kati yetu na Yesu Kristo na umoja kati yetu sisi kwa sisi. Hivyo tunapaswa kujiandaa vizuri tunapojongea altari kwa ajili ya kupokea Ekaristi Takatifu. Swali namba 73. Swali namba 73 linahoji hivi: je, wanaotakiwa kufunga ndoa lazima wawe huru katika makubaliano? Ndiyo. Asante, maksi 20.
inapaswa kutokulazimishwa au bila shuruti yoyote ile. Tunakumbushwa kila siku tunapokuwa katika sakramenti ya ndoa, mwenzetu anapofungishwa ndoa au unaposikia katika mafundisho. Asante sana. Swali lingine, Swali namba 30. swali namba 30. Katika utume wa kanisa, unadhani kwamba katekista ni nani? Katekista ni mwalimu wa katekesi ya Kanisa Katoliki. Asante sana. Ni mwalimu wa katekesi au mafundisho ya Kanisa Katoliki kama nilivyosema. Ni muumini mlei aliyeitwa na Mungu akateuliwa na kanisa ili kumfanya Kristo ajulikane, apendwe na afuatwe. Mkristo mlei alifunzwa ili kumtangaza Kristo. Kwa hiyo mnakuwa pia na maksi 20. Swali la mwisho. Swali la mwisho. Nimechagua matano. Namba ya mwisho hujataja. George Mwenyewe. Ahora